Ni wakati mwingine wa kwenda. Kuna watu ambao wanatoka kanisani wakati wa maombi, lakini hawajui wewe una shida. Leo unarudi unahitaji maombi katikati ya wiki, umeharakisha sababu ya time. Shida ni yako. Haya, hata wale waharakisha nataka na haraka zake waje. Amen. Basi nakushukuru wewe ambaye una roho ya kuvumilia. Hakuna kitu cha maana kama kitu kinachoitwa uvumilivu. Kwanza, neno uvumilivu na mtu aliye na roho ya uvumilivu anaitwa mteule, aliyeteuliwa. But sio rahisi kwa mtu anaitwa uvumilivu. Amen. Angalia Yusufu aliota ndoto, alijua itatimia, lakini hakujua siku na yote aliyopitia, kwa sababu Mungu alikuwa amemteua na ilikuwa ni lazima. Ukiwa mteuliwa katika maisha yako, mtu ambaye ameteuliwa kwanza apitii vitu kwa raha, akapitia vitu vilivyo na changamoto kubwa. Yeye ndio mtu wa kwanza kuumizwa, yeye ndio mtu wa kwanza kulizwa, yeye ndio mtu wa kwanza kuachwa, yeye ndio mtu wa kwanza kuchukiwa. Amen. Mtu anayeitwa mteuliwa. Baada ya kumtolea Mungu sadaka, kuna siku moja nilikuja nikawafundisha somo fulani. Nilipokuwa napitia katika pitepite zangu katika mitandao, nikakutana na jamaa mmoja anaongelea vitu kama hizo. Nikachukua ile video na nikasema ni vizuri kama ujumbe huu nilishawahi uongea na hapa nimeusikia na umenigusa. Nataka ujifahamu wewe ni nani, maana kila siku nikikwambia wewe unielewe. Lakini kuna siku moja nilikutana na Mungu. Mimi sina hubiri, mahubiri yote yalikuwa mazuri na nimebarikiwa. Ngapi amebarikiwa kwanza? Amen. Mungu sadaka kile ukileta kitu kinachoitwa kikamilifu, weka hiyo wapisha hao Bwana. Na wale watoto wetu wanapiga kwa wazazi wao, na watoto hawezi sahau wazazi wake, na hata kama watu ni wengi nyumbani. Ndivyo Mungu naye asahau mtu wake hata kama watu ni wengi duniani. Haleluya. Hii maiki haiko sawa, balance hizo balance zao. Unaona pale akini anasumbuliwa pale. Cheki hapo kadogo, cheki kamekuja hapo, hakosei. Cheki Rama, tona hao watoto wananifurahisha. Sasa zingine wana waangalia ati mtu akosei aende kwa mama Messi wake. Cheki bazinga wewe. Bana mimi napenda hii. Ni ngumu sana mtoto kukosea. So pia mwanaume pia naye anaweza ona wanawake wote, lakini anakupenda wewe. Hakukosea, hapa amekosea. Hapa watu walikosea kwenda basi. Hii ndio hawezi kuongea.
mimi na wewe ni mashahidi. Amen. Nataka hao watoto wamalize ndio. Cheki mtoto anatafuta mamake, cheki. Cheki vile wanatafuta mama zao. Cheki. Huyu huko hakumuona, amemuona amemzungukia, leo unacheza. Huko. Wazee watoto wanawapenda sana. Kwetu kwa Mungu umepanda nini sana wao. Hawawezi sahau. Cheki wakati cheki katoto yani. Cheki. Ni ngumu sana. Ati mtoto umemuona hapo. Wewe, Julia. Kama. Haya. Wewe unaenda kweli mtoto. Ile ndani. Mwenyezi Mungu tufanye riziki yetu kila siku na tunakuja tangu asubuhi. Ndio umetuongoza kwa kila ibada na sasa Baba umetuongoza tena katika ibada hii ya kuenda kukutolea. Hakika hakuna kinachofurahisha Mungu kama kukutolea Bwana. Kwamba neno kweli wamejibiwa maombi yake na sadaka zake. Kwamba sio maombi tu bali hata sadaka Bwana ni njia moja ya kutusikia na kututazama na kutujibu. Basi ukazipokee sadaka hizi na pamoja na fungu la 10 hili pamoja na shukrani hii pamoja na nadhiri hii kulingana na vile mtoto wako anavyokuja kukutolea katika madhabahu haya. Bwana ukambariki na ukamzungumzie na ukamwinue na ukampandishe na ukaweze kutenda makubwa katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa Bwana mikono yake kila alichoenda kushikilia ndio ile mikono Bwana itaenda kushikilia baraka ile ambayo Bwana ameitolea Mungu. Mungu ule mkono ndio anaenda kubariki na kuzidishia. Roho ile iliyotoa, roho ile ambayo inaenda kubarikiwa na kufurahi. Miguu ile inayotembea, miguu ile ndio itashuhudia matendo ya Bwana. Mdomo ule Bwana ambao anaenda kunena mbele zako na hata roho inanena pamoja na akili zake. Akili zile Bwana zitaenda kumshukuru Bwana kwa maana anakuja kukutolea. Yesu kaipokee sadaka hii na ikawe manukato Bwana. Asante kwa kuwa Baba wewe ni Mungu wa wote ambao wanaenda kutolea katika roho na kweli. Pokea sifa na utukufu Bwana kwa sababu unaenda kuzibariki sadaka hizi na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Bwana tumeomba na hata kuamini. Amen. Uje kutolee Bwana na usiwe na haraka. Nataka niongee na wewe dakika 5. Usikize ujumbe huu utakufaa na utajua wewe ni nani. Wewe ni mtu mkubwa sana. Mimi sitahubiri wala hata sitanena chochote. Lakini nakusikilizia tu hii maana ili nibariki sana. Usitoke. Wale wanaoweka kwa simu 07 05 79 83 33. Narudia 07 05 79 83 33. Jina litakuja John Muhoka. Ubarikiwe nyote. Asante mwanangu.
Usitoke niwasikizie hii. Nyamazisha hiyo. Amen. Nataka usikize hii. Sawa? Nataka ujue wewe ni mtu ambaye umeteuliwa. Kuzia mtu ambaye inahusiana na, kama kuna kitu inahusiana na wewe, utaelewa hapo unafaa ufanye nini. Nimesema kama ni kuhubiriwa, watoto wangu wamekuhubiria vizuri sana. Kwanza pigieni makofi ya ibada ya vijana wetu. Nimebarikiwa na ujumbe wa Beja, nikabarikiwa na ujumbe wa Pastor Nelson. Ulikuwa ujumbe mzito sana, uliobeba message kubwa sana, kwanza sana kwa mimi. So Mungu amzidishie. Amen. Haya, wacha tusikize. Machungu ya kuwa mtoto mteule. Machungu ya kuwa mtoto mteule. Utachelewa kufanikiwa. Ila ukija kufanikiwa, dunia nzima itatikisika na itajua. Utachelewa kuoa ama kuolewa. Kwenye familia utakuwa usoneki, ueleweki ama upinde. Tokea utoto wako. Kwenye familia yenu unaweza ukaondoka na usitake kurudi tena. Mungu anaweza akakuondoa kama alivyomuondoa Joseph na kwenda kumfanya kuwa waziri mkuu wa Misri. Watu wengi watakao kuwa wanajiita kwako ni wasaliti, wasnitch na ubinafsi wa binafsi. Hiyo sifa ya uteule, and I hate this. Watu wengi watakao kutana ni masnitch. Yaani ni kangoma, ni jitu useless, ni binafsi, ni snitch. I say kwa uteule ni majanga. Huwezi kukutana na watu wateule na wema wenzako. Mungu atakuletea mijitu ya ovyo itakao kunisupport kwa una roho nzuri na utu. Na hivyo vitu viwili ambavyo Mungu amekupa wewe mtoto mteule, mara nyingi watu wote wanataka kukutana nao na watakao kukutana nao wanataka kutumia ukarimu wako na utu wako vibaya. Ila si kubwa tu ni kwamba Mungu huwa anatabia kuondoa kwenye maisha yako hata usijue aliondoka. Ushangae baba yako ama mama yako mzazi akaa hakupendi bila sababu ukiwa kikundi mwako. Ukikumbuka kuoa ama kuolewa utaumizwa sana. Mwenza utakayempata huwezi kujua alikuja kujaje. Ila wewe kwa akili zako ukitaka kukimbizana kalenda kwamba wenzako mashosti wana miaka 30 na ndoa zao na watoto watatu, na wewe binti mteule ukataka kuingia huo mpendo, akina Mungu ndio anaenda kuumia baadaye tangu. Sema kijana wa kiume, hata umefikisha 35, unaona wenzako wote walishaoa na watoto zao. Wewe ukikurupukia ndoa kabla wakati huo Mungu umefika. Ni sifa za wateule wanachelewa kuoa au kuolewa. Ukiwa katikati ya waovu, huo unasepa, unatamia kufini mimi jambo ni negative. Yaani unawezekana kumuona mtu na ukamgundua hata kwamba ijitu ni mwovu. Na uwezi ukaa katikati ya watu wovu. Upende mara nyingi kwenda kwenye sehemu za kufanyiwa dua, swala za kuchinja makafara kwa waganga. Chengine utapita kwenye matatizo ya kiuchumi muda fulani na hali ya kukataliwa itakusukuma kwenda kwenye nyumba za maombezi. Dada, umesikia? Amen. Nasema wakati sasa unapata shida, itabidi uende katika maombeo. Kuna mahali ambapo hapo pameendana na wewe ama bado? Baba ama hakuna? Usimtamkie mtu baya, utamkuta. Wewe kumtamkia mtu baya
Unamsema mtu haraka mno kwa kuongea naye kwa sauti au ana kwa ana. Ukambali kukubalika kunakuja kwenyewe. Ukiwa utotoni, maisha yako yamekuwa ni vita, ni mponyaji. Maneno yako yanaweza akaponya hata nchi. Unatengwa, unasalitiwa, maisha yao yameharibika. Huwezi kuishi kwa mazingira ya kelele. Mteule mguku kumpeleka kwenye klabu tatu mfululizo, ataona kama anaweuka. Chochote ukigusa inakuwa dhahabu. Ukiingia sehemu, uwepo wako unatambulika, hata kama huwezi kuingia. Uwe kudanganya, hiyo unaweza ukakaa kimya wakati unachukua uongo. Unachukia ubunifu asili yako. Watu waliotendwa kupata faraja kwako, kuwa karibu nawe ama kuzungumza na wewe. Unachukia kudanganywa, na mara nyingi ukiondoka kwenye mazingira kama haya urudi tena. Pia mno, hasa katika sekta za ajira, unapokuwepo mambo yanashamiri. Unapoondoka zidi mkao ulioegeshwa na mvua ya barafu. Ushauri wako unaweza kuokoa na kuponya. Wewe ni ufunguzi, unaweza usinyanyue. Hata ya kukute matatizo kiasi gani, kuna jinsi Mungu anapotengeneza njia unatoroka. Lakini wewe pale unapokuwa na shida, hakuna mtu wa kukusaidia. Upate vitu kiurahisi, ile kipato unapata kwa huwezi kufunikwa na kukandamizwa usikukasahau. Kuna jinsi Mungu atakapotengeneza njia, bado ukarudi kuonekana. Watu hawakusikii kwa sababu walifikiri kwamba wewe una kila kitu, ndio unashinda hata kuipa katika kitu. Usifunge kwa mzee. Kuna mahali haujaelewa ama haujasikia, nataka nikusikizishe tena. Si umesikia? Ukiwa mtoto mteule. Amen. Yaani kufanikiwa kwako sio haraka. Wanaweza fanikiwa watu mbele yako, si ndio? Lakini wewe ukija ukifanikiwa, kijiji kizima kitatetemeka. Maana baraka zako ni za Mungu na zimejaa nguvu. Alafu kuumizwa na watu ni jambo la kawaida. Sasa nikuulize, Yusufu aliumizwa na wakina nani? Mungu alikuwa amefanya nini? Amemteua. Yesu aliumizwa au kuumizwa? Alikuwa amefanya nini? Ameteuliwa. So watu wote walioteuliwa wanapitia majaribu makubwa, wanapitia changamoto kubwa, alafu wana roho nzuri, lakini hawaonekani na watu. Kuna watu utawapokea uwasaidie, lakini watakusema vibaya kwa sababu Mungu amekuteua. Haufai kulia. Ndio umeambiwa mtu ambaye ameteuliwa na Mungu, ukikurupuka kuolewa, kama hautangoja siku ya Bwana ya vile Mungu alivyokuteua mwenyewe, ujipeleke kwa sababu ya hisia zako, hiyo ndio itafanya machozi mwanzo mwisho. Hapo regesha change. Kwa hivyo mteuliwa huwa hafanyi vitu bila anavyotaka yeye. Anafanya vitu kulingana na vile Mungu alivyoteua. Ndio maana unaona Daudi alipoteuliwa alipambana na vita kwa mzee wake, ndio akaja akasema sijawahi kuona mwenye yake. So mtu anaitwa mteuliwa anakuwa na vita. Yaani alipoteuliwa tu akaambiwa huyu ni mfalme mtarajiwa. Tayari vita vikaanza. Anawindwa. Anaenda kuishi mapangoni. Haleluya. So mtu anaitwa mteuliwa, achana naye. So kama Mungu amekuteua, kuna mambo unapitia
ujue ukiendelea kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu, hizo vita ni rahisi sana kwako, unavishinda na unatoboa. Na kutoboa kwako mahali Mungu atakapokuweka, hakika kila mmoja anatamani afike hapo, na watakuomba wengi msamaha. Ndio maana Yesu alipoteuliwa mpaka walipomtandika katika msalaba, Yesu akasema wasamehe. Walipoona saa 6 kumebadilika, kumekuwa usiku, ndio wakasema huyu kweli alikuwa ni mwana wa. Kwa hivyo kuna watu hawakujui hivi. Na mtu ambaye ameteuliwa, sasa wewe ukija ukikopa kumwambia mtu sina, atakulaumu wewe. Yaani vile unakaa anajua wewe ukae hivyo. Yaani unakaa kipesa. Sasa ukimwambia sina, maana walioteuliwa wako na kibali. Sasa unaona zile changamoto unapitia. Unauteuliwa mahali lakini huja wewe kujua. Tuulize sisi. Mimi sikujua kama ni mtumishi wa Mungu. Nilienda kujua nikiwa gerezani. Si rahisi kwa mtu ambaye ameteuliwa. Utapitia changamoto nyingi. Utapitia majaribu mengi, watu watakuacha. Kama umeteuliwa ukiingia ndoa ya kwanza na aliyeteuliwa na wewe, hamtatatizana. Lakini kama hujateuliwa ukiingia ndoa ya Ushawahi kuona ndoa ina matairi ya tingatinga? Unashangaa tingatinga limeingiaje kwa nyumba na linakaa pale mashambani. Wale ambao kwa grupu linawekea uchukue usikize. Ina maana kubwa. Kuteuliwa watu wengi hawajawahi kujua. Kuteuliwa inamaanisha kuna mbegu ya Mungu, ama kuna kitu cha Mungu ndani yako, ama kuna utu mkubwa sana uko mbele yako. Sasa shetani atajaribu kupiga vita. Ukikubali kushindwa, hiyo ndio shida. Na ndio maana mtu aliyeteuliwa sana akipigwa ama akipitia katika majaribu, Mungu huwa hakosi mlango wa kumfungulia. Hata ikifungika yote, kuna mahali mlango Mungu anaufungua mpya. Kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:9. Tusome mpaka 13. Utakuta kuna ama anzia tu 10 sababu ya soma kwa haraka. Amen. Wakorintho wa kwanza haraka 10 kuanzia 10 inasema, haraka, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo aliyowapata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliopigiliwa na miisho ya zamani, waliopata tamaa, walioharakisha mambo. Sawa? Walioharakisha vitu ama waliofanya vitu ama kwa msukumo wa familia, si kwake, si kwa kupenda kwake yeye, ama kwa sababu ya vile anataka, si kwa kupenda kwake Mungu. Umesikia? Ndio. Unaona, unaambiwa walianguka, walisambaratika kwa sababu walifanya mapenzi yao, hawakufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ikiwa wewe ni mhuduma ama kuna kitu kikubwa mbele yako, wakati unang'ang'ana na vitu vingine hapa, Mungu atakuzungusha. Wewe angalia wana wa Israeli walivyo, imagine mahali kwa siku ngapi? Siku 3. 3 days. Kwa kutembea. Walizunguka miaka mingapi? Miaka 40. Na walikuwa wanaitwa wateule. Wana wa Israeli wateule, hata yeye mwenyewe aliyopasulia bahari. Ndio. Wewe ndio unayepasuliwa bahari. Amen? Amen. Endelee.
Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Unajua ukijidhania ya kwamba umesimama, sasa tazama ni vitu gani vitakavyokuangusha. Kuna vitu unapo viangalie vitakavyokwenda kuangusha. Tazama, sitaki uanguke. Ndio. Sitaki uanguke na sitaki watu wapatie faida. Amen. Nataka wakushangae. Umesikia pale unaambiwa unajua kuna misemo siku hizi, msichana anaweza pata mtu akamwambia wewe miaka yako inaendelea kusonga. Unasikia? Miaka yako inaendelea nini? Kusonga. Lakini wanakuja kwa mfano wa mwana, na kwa sababu yeye ameshurutishwa, sasa nakutana na Gojama. Pande moja ni mtu, pande moja ni majua. Haujui Gojama? Hakuna mtu ashakutana na Gojama. Kuna wanawake Gojama na kuna wanaume Gojama. So unaweza kutana nalo, unaliona ni mtu, lakini vile ndani imebeba nafsi ya mnyama. Maliza hapo. 13 ndio na. Amen. Yeah. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalia asianguke. Ndio. Jaribu alikuwapata ninyi. Isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Unajua kuna majaribu mengine Mungu anajua tu utatoboa. Anajua kabisa atatoboa. Unaweza kuwa bini kisirani, lakini unaweza kupitia majaribu makubwa ya yote ambayo katika maisha yako. Watu wakamuacha kwa ukajiona wewe mwenyewe sasa siku utakapojikubali. Unapojikubali kwamba hali hii imenipata, lakini Mungu hajaniacha. Kwa sababu niko hai na Mungu bado still iko na nguvu. Kuna kitu Mungu anaweza nielekeza nacho nikaenda nikafanya na nikasahau yale mengine yote. Amen. Kuna watu wakiacha wanakuwa malaya. Wewe ni mpumbavu. Chakula. Ni nini ambacho uweze mwingine anaweza? Niliwaambia kitu kimoja juzi. Kama kuna mtu hata kwambia wewe ni mzuri, jiambie wewe mwenyewe ni mzuri. Sinatosha, si wewe ni binadamu? Ndio. Sawa? Kama hutaambiwa kuna shepu, jiambie mwenyewe uko na hata ukiona hauna shepu, wewe jiambie una shepu. Kwani kuna nini? Iko nini? Na umeshajiambia, jiangalie na kioo useme, "Wow, mimi ni mzuri, kumbe ni mrembo hivi." Ya watu wengine hawezi kukwambia na wanajua wewe ni mzuri. Lakini hawezi kukwambia wana wivu. Na wewe ni cute sana. Atuona ngojea waambiwe wao wengine wanakuambia wao ni paka. Wao wakilia wanalia kwa madirisha. Lakini wewe mwenyewe ukijiambia unajijua wewe si paka. Jikubali. Iwe ni mama uwe nani. Hakuna siku Mungu alitengeneza kitu kibaya. Wapi maandiko yanasema alitengeneza mwanadamu mbaya? Kuna ni vile wewe mwenyewe unachukulia. Ati mimi vile ndivyo dada atanipenda. Wewe si Mungu anakupenda. Kuna mtu halali kwa sababu yako anatamani akuone tu. Sasa wewe natubili anaweza kosa amani. Nini? Jikubali. Amen. Hali ulio nayo. Mwambie Mungu hapa nitatoboa. Amen. Alafu mwende Mungu mbele uone. Usidharau kwa njia yoyote. Umekosa kazi kwa siku nyingi, haijalishi. Mungu ako na wewe. Umekosa amani kwa siku nyingi, haijalishi. Mungu ako na wewe. Bradi, kuna watu walikosa amani hawako duniani. Wewe bado uko duniani. Kama kuna mahali kuna kaburi lako liambiwa hapo tumechibiwa. Hata hujui utasimu hapo. Mbona unakata tamaa mwanaume? Mbona unakata tamaa mwanamke? Kuna wanawake hapa? Kuna wanawake wa nguvu? Hivi. Wewe ni mwanamke wa nguvu bana. Hii ni maanisha ni nguvu. Unaweza oa mwanaume bila kwa nyumba. Amen. Na ukamlisha na ukamwambia tulia, tukojua pale, kuja pale. Bradi Mungu akiwa mbele yako. Amen.
Mungu anaweza kurahisishia vitu ambavyo hata mwenyewe kuahidiwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wanaume wa nguvu hapa? Ama wako wabulishwa? Wako wanaume wa nguvu? Kama ni mwanaume fanya hivi. Hiyo mikono inakaa ya mwanaume kweli. Fanya hivi hai. Mwingine anafanya mkono wa kushoto. Yes, mwanaume ni gangari. Hakubali kushindwa hata kama kuna hukumu halii kwa wanaume wenzake, anajua nitatoboa hapa. Amen. Na kama sina nitamwambia mke wangu sina, na kama ninacho sawa. Si ni sawa? Wacha kudanganya saa zingine. Unakuwa muongo bado na bibi anangojea kitu hakuna. Hatuna promise nitakununulia nini. Wewe mwambie sina. Kama ni wakwenda kwenda ende. Nini bwana? Natamani mahindi, mwambie sina pesa ya mahindi, kule umena. Iko siku ya mahindi itafika. Hata utaniomba nitakuachia pesa, wewe mwenyewe utamwambia panga kile utafika. Amen. Yawe. Majaribu Biblia inasema majaribu yaani ameyapima, amejua huyu anaweza. Kitu kinachoitwa subira inamaanisha mtu asiyekuwa na haraka na ngojea muda ulio mzuri. Wewe unajua muda wako ulio mzuri wewe. Mama, usiwahi pelekesha mwanamke wako mbio. Unaweza pelekesha mbio kaondoka hapo, wengine akaja akachukua nafasi yako kwa sababu anakuwa na subira. Tena ukaanza kutamani kurudi kwa hiyo ndoa. Ama shetani anaingia wakati mtu akiwa na shida. Shata. Tulia, vumilia. Na kama hauna usiwe na spidi. Amen. Siamini. Atiletu aletu wale wa maana ambao atakuja kukubeba mgongoni mkienda chooni. Amen. Ukiamshana sisi Marekani wenyewe hospitali, kwani mimi na msinga huko. Amen. Amen. Hapo maliza hapo akaamshana huko mbele. Jaribu alipopata nini? Jaribu alipopata nini? Isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hivyo kuna mambo mengine hata ukianza mwanaume ni mambo ya kawaida tu. Amen. Na vitu vingine ni kawaida. Sawa. Najua kuna wako wakuaji. Hata tukikosana mtabebele sana mtarudia. Labda wao ndio wanyoka. Nyoka mpaka hata pigana na mpira. Labda na nini nyoka mkoko. Na nyoka gani mwingine? Jana nimesema zao ni kikabila nyingine. Tatu, sita. Ndio anasema na zao. Ni tatu. Yeah. Baliza hapa naona kuna zao. Amen. Ila Mungu ni mwaminifu. Wajua hii Kiswahili wanaingiza msituni sasa hivi. Hapo unapiga teni bila kujua. Wewe unacheza na zao wewe. Akiamuru Yerusalemu siape. Kama kuna zao. Hebu. Wajua kuna wengine hawajui zao ni nini. Zao ni tatu. Lakini kilikikenda ni tamu. Endelee. Amen. Tena nikiduruma hii. Ni tamu Haya. Ila Mungu ni mwaminifu. Ambaye ndio hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Sio kuna majaribu mengine Mungu akuache. Ni wewe mahali usimame vizuri. Amen. Nasikia? Usimame vizuri. Mwambie mwenzako Mungu akuache. Jiamini. Hiyo majaribu ulionayo ni kidogo sana. Mwambie huu uchungu ulionao ni kidogo sana. Yesu alihisi uchungu mkubwa sana pale msalabani kwa ajili yetu. Kuna watu wamekuwa uchungu aina nyingi, lakini roho zao mpaka sasa zinaanza kupata amani. Amen. Watu wameondokewa na wazazi, watu wameondokewa na watoto. Wewe umekosa tu chakula unalia. Angalia mbele yako. Kuna maisha mapya. Kuna nyumba nzuri mbele yako. Amen. Kuna ndoa nzuri mbele yako. Amen. Kuna amani mbele yako. Amen. Siangalie haya. Amen.
yasikufanye ukakosa kule mbele. Please. Na kitu chochote ukaangalia isikuangushe. Isiangushe. Najua kitu ambacho kinaitwa Mungu anasema uangalie usije ukaangusha juu ya future ya life yako. Maana katika akili zako unajiwazia mazuri. Au unawazia mazuri familia yako. Sasa lile lengo lililonalo, angalia shetani anaweza kuja kukupiga ili kunyang'anya ile imani ulionayo. Sasa usikubali. Tunaelewana? Ndio. Usifanye nini? Usikubali. Usifanye nini? Usikubali. Usikubali. Hata ukija kuona mahali ambapo unapapenda sana pana changamoto, mwambie Mungu aingilie kati. Amen. Usiruhusu, please. Shetani hapendi kukuona uko na amani. Shetani hapendi kukuona ukicheka. Na ndio maana unakupiga vita kila wakati. Wewe jiulize kwa nini Yesu alikuja kutufia? Kwa sababu kwamba tumpinde shetani. Mungu alimuondoa shetani mbinguni, akamleta duniani mahali ambapo wanadamu wako. Ndio maana juzi nikaja nikakwambia kitu kidogo. Kwa nini? Nikamuuliza hii dunia ni ya nani? Ni ya Mungu. Umeelewa mwanangu? Lakini alipea nani? Wanadamu. Sawa? Nikakulinganishia kati ya landlord wako ama mwenye nyumba, ama hata wewe kama una nyumba yako umeijenga, unaishi kwako, ukiletisha mtu kwa hiyo nyumba, hawezi ingia bila ruhusa yako, hata kama ni yake. Ama kuna mtu landlord wake anakuja nyumbani kwako bila kupiga hodi, lazima afanye nini? Apige hodi. Sawa? Ndio apate nafasi fanya nini? Aingie. Ndio mpatie kiti akae. Na nyumba ni yake, lakini anaingia na masharti yako. Unaweza mwambia tuongelee hapa hivi. Naye Mungu yuko hivyo hivyo. Amekupatia dunia, lakini hawezi ingia kwa maisha yako kama hujampatia nini? Ruhusa. Baba upe ruhusa ndio afanye kile ambacho wewe umemruhusu, kwamba baba nifanyie hivi. Ndio maana mwenye nyumba anaweza muingiza kama kumwambia hapa ili bado ninavuta. Unasikia? Ili bado nina nini? Na hapa kuna shimo la nyoo. Kuna bambu. Mwenye nyumba anatazama lakini ana uoga kwa sababu kuna vitanda kako. Unasikia? Pako mruhusu kwamba mvute pamoja. Ndio maana naambiwa ile imani yako ndio inaweza kufanya jambo kwa sababu umemruhusu nani? Mungu. Kama ni magonjwa lazima uamini yaondoke. Kama ni vita lazima uamini viondoke. Hivyo vyote vile. Kuna vile Mungu anaweza kufanyia kitu kama hauwezi kumruhusu. Unaweza sema Mungu yupo kweli. Lakini hata mwenye nyumba yupo. Lakini kama kuna kuja hata jua, hapo mwambie kwamba hapa kuna kuja. Ndio maana Mungu akawapatia neno ombeni. Bisheni. Tafuteni. Sasa mwelewe. Tukicheza tutamwabudu Mungu kishamba sana. Na tutabaki watu wa kungojea vitu ambavyo hujui kama unangojea nini. Umenisikia? Ndio. Ni wewe mwenyewe ufahamu tu. Ndio maana maandiko yanasema watu wengi wanapotea kwa kukosa nini? Ufahamu na maarifa. Hakuna. Wao wanasema Mungu yupo, lakini kuna mambo hujamruhusu. Uruhusu vizuri. Alafu ukiona vita usianguke. Unaona mwenye nyumba anaweza kuambia kwa sasa sina pesa. Sawa, si kwamba hana pesa. Anakuangalia kama uko na roho ya uvumilivu. Lakini ukianza kumwambia mimi hapa kama nipo nitatoka, anakuambia toka, mwingine ataingia. Lakini anaweza kuambia ngoja nikipata pesa. Na anaweza kukupenda kuliko landlord wote. Wale wa neighbors wako wote. Neighbors kwa Kiswahili jirani wako hata najua hata kwa nani pesa. Sasa hii pesa au ile sawa. Ni jirani na mimi niko na majirani. Jirani wangu wote. Na kwa sababu nilikuwa na roho ya uvumilivu, hata wakati mwingine atakuja yeye aulize, na si kwamba nakudai, aulize na Grace yuko leo, sija kukuta nakudai, lakini anakuja akikuona anasikia raha.
Na wakati mwingine kwa sababu wewe uliacha wengine wakitengenezewa na ukamwambia kwa sababu huna pesa na wale wengine wanalia, wewe tengeneza tu. Atakuwekea kapasiti kako kwamba huyu mtu ni tofauti na wale wengine. Amen. Usimteteshe Mungu wala kumnungunikia Mungu kwa sababu hauna mambo kamlaumu. Ridhika, mwambie Baba, siku yangu ikifika itatenda. Wakati unapopelekwa driving, kama unafundishwa gari, kuna wale madereva, alafu kuna mahali ambapo huwa unaenda kwenda kufundishwa sheria. Kama kuna mtu unajua alipeleka sana unafundishwa jinsi ya kuwa na subira. Usipelekwe na dereva yoyote aliye na haraka katika maisha yako, hata kupeleka mahali ataenda kukufanya upate ajali. Lakini aliye na subira atakupeleka nyumbani kwako salama, kuliko yule ambaye anapeleka gari mbio akose control, upate ajali, ukose kufika. So maisha ya saa hii, nenda na formula, usiharakishe mambo. Unasikia? Utafanikiwa. Nikaja nikasema kulikuwa na vijana wawili. Boss alikuwa ni Muli, secretary alikuwa ni KK. Sawa? Wale vijana wawili wakaja wengine wageni. Wakaja wakahudumiwa wote wakaisha. Kuna kijana mmoja pale alikuwa anakaa kama ambaye hadi anahitaji kuhudumiwa lakini hawezi kumharakisha boss. Aliambiwa tu tulie. Na watu wengine wanakuja kama wanapita. Kumbe yule bosi anatafuta mfanyikazi aliye na uvumilivu. Sasa wale wawili, mmoja akashindwa kuvumilia, akaenda kumwambia bosi, tumekaa sana hapa na watu wengine wanaiko, sisi tumeacha. Akamwekea pressure. Alafu mwingine hakuongea, akamuuliza, na wewe unataka kuhudumiwa? Anasema, nilijua kama unajua niko hapa, lakini nilikuwa nangoja tu nite nisikie jina langu limekuja. Amen. Akamweka supervisor. Amen. Kitu kinachoitwa uvumilivu. Na hii kitu kinachoitwa uvumilivu ndio kinafanya maisha yako yanakuja kuwa mazuri sana. Life. Haraka ya tamaa, haraka ya mafanikio. Unakuta mtu anajiingiza kwa chama ama anaenda kwa mganga kwa kutafuta vitu bora. Lakini ni hasara, zile ni ajali. Kuwa na subira. Mungu atatenda. Usifikiri Mungu haoni uzuri ulio nao. Lakini kumbe tunapomwamini Mungu kwamba siku moja kutakuwa na amani, ndivyo Mungu atatuliza hilo wimbi unaloliona lina. Lakini kuna kitu Mungu anasoma ndani yako. Karibu nisema na Lola. Anasoroma. Sasa wewe kuwa na haraka bwana. Kesho hapo utakuja hapa uombe pemba. Usiwe na spidi. Amen. Na kama umepatana na jambo lolote la kukuumiza, iwe ni elimu na unaweza kufundisha mwingine. Mwambie tuliza moyo. Huu moto ulionao nilikuwa nao, lakini nika. Amina. Amen. Unaelewa mwanangu? Ndio. Kitu chochote kizuri kinahitaji subira. Na kitu kinachokuwa na subira kinakuwa na historia na kinakuwa na ushuhuda na ni kitamu sana. Kama unataka kukula embe usikie ladha yake, usilitunde likiwa bichi. Litunde likiwa limeiva. Amen. 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 Kuna tofauti ya hii mahindi. Ukilitunda likiwa bichi ukienda ukiliweka useme litaiva, kuiva kwake ni tofauti na vile lilivyokuwa limekomaa. Hili bichi litakuwa na ukali mwingi ama maji, lakini lile komaa linakuwa na utamu. Nataka ufanikiwe maisha yako. Amen. Nataka uwe na amani maisha yako. Amen. Nataka uwe na furaha maisha yako. Amen. 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 Lakini umeambiwa katika kule kusubiri kuna changamoto nyingi, kwa sababu Mungu amekuteua. Watu watakukataa, watu watakufanyia hivi. Focus na kile ambacho unakiona mbele yako.
inakuja kuwa na baraka. Ubarikiwe. Utakuja imba hapa, hakuna Mungu kama wewe Yawe, hakuna Mungu kama wewe Kiluka, hakuna Mungu kama wewe Jawa wa baraka, bariki. Hakuna Mungu kama wewe muweza, hakuna Mungu kama wewe mzuri, wauweza